pamoja na kanisa nzima. Uje Roho utende kazi, uje Roho utende kazi pamoja na kanisa nzima. Uje Roho mahali pote ulipopita, ulifanya makubwa sana, na sisi leo twakualika, uje Roho utende kazi, uje Roho utende kazi, uje Roho utende kazi pamoja na kanisa zima. Uje Roho, uje Roho utende kazi. Haleluya, utende kazi pamoja na kanisa. Uje Roho Baba, uje Roho utende kazi, uje Roho Bwana, uje Roho utende kazi pamoja na kanisa zima. Uje Roho utende kazi, uje Roho utende kazi pamoja na kanisa. Uje Roho, uje Roho utende kazi, uje Roho utende kazi pamoja na kanisa zima. Uje Roho, uje Roho utende kazi, utende kazi, uje Roho, uje Roho utende kazi pamoja na kanisa zima. Uje Roho utende kazi, uje Roho utende kazi pamoja na kanisa zima. Uje Roho, uje Roho utende kazi, uje Roho, uje Roho utende kazi pamoja na kanisa zima. Uje Roho, uje Roho
Baba, kuja tuombee hawa watu pamoja. Mungu anataka kushughulikia maisha yao. Mpango uliokuwa kinyume ya maisha yenu leo inavunjika kwa jina la Yesu. Magonjwa yaliyotangazwa kuwaua hayatawaua. Accidents zilizotangaza kuwaua hazitawaua. Vita vilivyopangwa kuiba destiny yenu havitaiba. Mbingu zitawafanya muwe ushuhuda mbele ya hawa watu na mbele ya dunia kwa sababu ya siku ya leo. Inueni tu mikono yenu mbele za Mungu na acha Mungu awashughulikie kuvunja mikataba na mikatale iliyowekwa juu ya maisha yao na shetani, kuteketeza kila hatua na kurudisha mwanga wa maisha yao juu ya vichwa vyao kwa jina la Yesu Kristo. Karibu wawekelee mikono. Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, na amuru kila nguvu zilizowekwa juu yako zivunjike, zikuachilie, zikuweke huru, zikutakase. Moto wa Mungu uwake juu yako, moto wa Mungu ukosunguke sasa, uweza wa kimungu uwe juu yako kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Na amuru moto wa Mungu ufungue maisha yako sasa na milele. Na amuru moto ya Mungu ifungue maisha yako sasa na milele. Moto ya Mungu iwake juu yako, uweza wa Mungu uwake juu yako. Natangaza ulinzi, ukingo, mamlaka ya kimungu juu ya maisha yako. Uweza wa Mungu utawale juu yako. Nyota yako isiibwe, isinyang'anywe, isipelekwe mahali pengine. Nguvu za Mungu zikuwezeshe, nguvu za Mungu zikufunike. Mamlaka ya Mungu iwawezeshe, iwaweke kuwa watu nao kwa uweza wa kimungu. Natangaza uzima, natangaza uhai, natangaza nguvu, natangaza mamlaka. Nakiri uzima kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Nakiri uzima, nakiri mafanikio. Natangaza mtafanyikiwa, natangaza mtafanyikiwa, natangaza hamutastagnate, natangaza mtaenda mbali, natangaza mtainuliwa, natangaza mtafanikishwa kwa jina la Yesu Kristo. Natangaza maono makubwa juu yenu, natangaza ndoto kubwa juu yenu, natangaza mafanikio makubwa juu yenu. Mbingu ziwakumbuke leo, mbingu ziwatetee leo, mbingu ziwafanikishe leo. Magonjwa yaliyojificha ndani yenu yangoke kwa jina la Yesu, yaondoke kwa jina la Yesu. Baba, rudi kwa huyo, rudi kwa huyo, rudi kwa huyo. Baba, rudi kwa huyo. Guza tumbo yake, guza tumbo yake, tumbo yake, tumbo yake. Nakiri kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, chochote kilichojificha ndani ya mwili wako ambacho kingelikuletea madhara, na kikausha kwa damu ya Yesu, na kivunja kwa jina la Yesu, na kichoma kwa damu ya Yesu. Na amuru uzima na nguvu, natangaza magonjwa yaliyo ndani yako yakauke na yapotee kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Usitoke hapo, bakia tu kwa huyo, bakia kwa huyo.
Geoffrey, kuja hapa. Simama hapo. Huyo ndugu hajui, lakini kuna magonjwa ya figo ambayo yuko inakula figo zake. Unapoguza hiyo tumbo kutoka leo, anakuwa tu akihisi uchungu. Ndio, anakuwa akihisi uchungu, lakini hajui uchungu ni ya nini. Unapoguza hizo figo zake kutoka leo, no more issues. Guza hiyo tumbo yake kwa uweza wa damu ya Yesu, na amuru hizo figo zipone na zisiharibike tena na magonjwa yoyote. Pokea uponyaji, pokea uponyaji. Na amuru uzima ukuingie, na amuru nguvu ikuchukie, na amuru uzima ushuke juu yako. Pokea uponyaji sasa, pokea uzima wa kimungu, pokea nguvu za kimungu kuwa mzima sasa na milele na milele na milele. Usiwahi kuhisi tena ulivyokuwa ukihisi. Kutoka leo umepona. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Mungu awabariki na Mungu awaongezee. Ubarikiwe. Utende kazi pamoja na kanisa nzima. Tukiwa tunasimama bado, Matthew 26-7. Matthew 20. Ikiwa unaketi, simama uheshimu neno la Mungu. Hallelujah. Matthew 26-7. Mathayo 20 mstari wa 6 na wa 7. Biblia inasema, and about the 11th hour he went out and found others standing idle, and said unto them, why stand ye here all the day idle? They say unto him, because no man hath hired us. He saith unto them, go ye also into the vineyard, and whatsoever is right, that shall ye receive. Amen. Tunaweza kuketi. Ilipofika saa 11, akaondoka na akawaona wengine, akawauliza, ya watu wa ushako wanakuwa na shida sana, wanaenda kwa wanapita mbele ya kamera. Akamuuliza, mbona munakaa hapa bila kufanya kitu? Na wakamjibu, hakuna mtu aliyetuajiri. Akawaambia, ingieni katika shamba na pia nyinyi mukapate lile ambalo nilizuri, kwa jina la Yesu. Amen. Kabla nihubiri, ninaona rafiki yangu Castro hapa. Castro, simama kidogo. Kuja baba, kuja rafiki yangu. Si tushangilie Bwana nikikaribisha huyo rafiki yangu. Karibu. Man. Yaje. This is the first born wa babu. Niaje mtu wangu, uko poa? Karibu sana. Hapa ndio tunakuaga.
umekuja kututembelea hata sisi. Habari ya Mombasa bwana? Kuko kuzuri. Ya sasa vitu nimekushika mkono. Kila kitu yenye ulikuwa unahitaji kwa maisha yako kwa huu mwaka Mungu afanye. Na kila hitaji ya moyo wako Mungu aijibu. Simama tu hapa hivi nikelea kwa mikono kidogo kwa sababu ni kama ilikuletea. Jennifer, I don't know what you've been praying for, but your prayers have been answered. Hallelujah. Nahisi Mungu hapa. Akaenda nje akawaambia, mnafanya nini hapa? Kwa nini hamtumiki? Wakamjibu, hakuna aliyetuajiri.
Shida ni kwamba aliwauliza masaa mabaya. Alienda kuwauliza masaa za jioni. Alikuwa ameajiriwa moja saa 3, akaajiri wengine saa 5, akaajiri wengine saa 7, akaajiri wengine saa 9, na saa 11 ni saa ya kufunga kazi. Akatoka wakati wa kufunga kazi, akaenda akakuta wengine wamekaa wakingevya. Akawauliza, mbona mtumiki? Wakamwambia, sisi tunakaaga tu hapa hivi, hakuna mtu ametuajiri. Akaangalia masaa, akaona ni saa 11, inabaki tu kengele igonge wafanyakazi watoke. Akawaambia, ingieni hata ninyi mkatumike. Nimekuja kukutangazia leo, somo yangu ni fupi sana. Inasema Mungu wa masaa yasiyotarajiwa. Mungu wa masaa yasiyotarajiwa. The God of the 11th hour. Mungu wa hayo masaa yasiyotarajiwa. Akawaambia, hata nyinyi ingieni mkaangalie nini mazuri huko ndani. Na walipoingia, walioingia saa 3 wakajiuliza, hawa nao tumenyanguana na vyombo hapa, tumesukumana na vitu hapa, nao ni kina nani? Walioingia saa 5 nao wanasema, hata kama tuliingia saa 5 lakini tumetumika masaa mengi. Na walioingia saa 7 wanasema tuliingia lunch hour. Wale wa saa 9 wanasema tuliingia kabla hawajakunywa chai ya saa 10. Na hao wa saa 11 hawana la kusema, lakini wameingia. Manunguniko kwa moyo. Alafu kesho yake Bwana anarudi, anaangalia, anasema, wale wenye wako ndani wote manake walitumika, ninawalipa sawa. Anasema, aje sasa unatulipa sawa? Anasema, kwa sababu mimi silipi kufuatana na masaa umetumika, nalipa kufuatana na ukiwa uko ndani. Siangalii masaa ulitumika. Solomoni alikuwa mzuri maisha yake yote, kisha mwisho Biblia inasema na mwisho wa Solomoni ukawa mbaya. Na huyu mwizi alikuwa mwizi maisha yake yote, kisha msalabani anasema, Yesu, unikumbuke ukiingia katika ufalme wako. Kisha Yesu anamwambia, tutakuwa na wewe paradiso. Kumbe haijalishi niliokoka nikiwa mdogo ama niliokoka sasa, nitakula matunda ya ufalme kama walioitangulia mbele, kwa sababu sio mambo ya miaka, ni mambo ya kuwa ndani. Kumbe haijalishi ya kwamba mimi nilizaliwa kuna wale walizaliwa wanaokoka. Hata mamake akimpata, mamake alikuwa ananena kwa lugha hapo nje, unazaliwa wewe peke katika lugha. Lakini wengine wetu tulikuja kukutana na hiyo wokovu kwa njia hatujui wapi. Baba hajui Mungu, mama hajui Mungu, ndugu hawajui. Matokeo ya familia yetu kila siku ni kupigana. Hiyo sio shida yako. Shida yako tu ni moja, ujue leo ya kwamba ikiwa uko nje hatuwezi count on you, but if you are already inside, it is no longer a matter of how many hours, how many years, how many days. It is now a matter of I am in the kingdom, and as long as I'm in the kingdom, I am a partaker of the kingdom blessings. As long as I am in the kingdom, I will enjoy what the kingdom is giving out. I came to announce to you, we have a God of the 11th hour. He does not look at your mistakes. He looks at your future. He's no longer looking at how many times you failed. He's looking at how many times you will conquer now. Because your failures are already behind you. It is time to conquer. Shake your neighbor, tell your neighbor, it is time to conquer. Oh my God. Oh
Nasikia Roho Mtakatifu akiuliza mtu, unafanya nini hapa? Unafanya nini hapa? Unafanya nini hapa? Unamwambia mimi nimesha apply visa wakaninyima. Mimi nimeshaomba kazi wakaninyima. Na anakuambia leo, ingia sasa. Ingia sasa, na yale ulinyimwaga ilikuwa kukokolea time upumzike. Utapokea sawa na wao. Utapokea sawa na walioingia asubuhi. Halo. Kwani walikwambia ukienda Amerika leo, kama ulikuwa unatafuta green card kwa miaka 10 hujaipata, ukienda leo walikwambia kutakuwa utofauti wa Amerika yako na ya wale walienda miaka 10? Ni Amerika hiyo hiyo. Natangaza Mungu akushangaze kwa dakika hizi za mwisho ambazo akili zako hazifikirii tena. Mungu akuletee matokeo ambayo yataigeuza akili zako kwa jina la Yesu Kristo. Dada yangu, umejaribu kupanga harusi lakini uko unaipanga ni kama unaipanga na ghost. Ukimwambia sasa twende wazazi. Wazazi tutaona muda ni muda. Unajiuliza sasa wazazi na ndio wanafaa kutupatia ruhusa, tutaona mpaka umefikia mahali umesema nini, nimechoka. Mwingine nikamwambia nakuombea Mungu akupatie harusi. Kwa nini wote anioa? Maana ameona amechoka mpaka amechoka. Naomba mahali akili zako zimechoka, mahali macho yako yamefika mwisho, mbingu zikufanyie kitu leo kwa dakika za mwisho, na zikushangaze, zikupatia malipo ya walioanza asubuhi. Kuna wale walikuwa wakikuchekelea, wako kwa ndoa kwa miaka kadhaa bila watoto, wanangojea upate mume alafu mpate watoto pamoja. Halo. Natangaza Mungu wa masaa yasiyotarajiwa atembee kwa maisha yako leo. Masaa ambayo hauyatarajii tena. Nafikiri Sara akaanza kumuuliza Abrahamu, sasa wewe ulisikiaga Mungu kweli? Akakwambia mimi nitapata mtoto kweli? Akaambia ndio. Malaika wakakuja wakamwambia siku kama hii mwaka ujao tutakapokuwa katika kurudi hapa, tutakuwa tukirudi hapa, utakuwa na mtoto. Kitu ambao hakujua ni kwamba tutakapokuwa tukirudi, hatutakuja vile tulikuja kula, tutakuja kupitia huyo mtoto. Sara akacheka na umeshapewa unabii ukacheka, kwa sababu hiyo unabii haifanani na ukweli. Sara akacheka, lakini shida ya Sara hakujua kwa nini alicheka. Sara alicheka kwa sababu wakati malaika alisema na mbegu ya kumfanya apate mtoto ikaingia ndani yake, na mtoto aliyekuwa akiingia ndani yake anaitwa Isaac. Isaac kwa Kiebrania inamaanisha kicheko. Hiyo unabii ndio ilichekesha Sara. Sara akacheka kwa sababu amepata kicheko. Naomba mbingu zikupe kicheko siku ya leo. Nasema mbingu zikupe kicheko siku ya leo. Nasema mbingu zikupe kicheko siku ya leo. Sara akacheka, kisha malaika akamwambia umecheka. Sicheki. Sara umecheka. Hatujasema umelia. Tumesema umecheka. Mungu akuchekeshe siku ya leo. Nasema Mungu akupe kicheko siku ya leo. Unajua kuna wengine wetu tumefake vicheko. Pako naona wengine wanafanya uso na kaya kama ya president wa nchi fulani, sitaki kusema. You are not okay. A smile comes from the heart. May God heal your heart. Nasema kicheko utoka kwa moyo, sio kwa mdomo. Mungu aponye moyo wako leo, akupee kicheko ya ukweli. Mungu aponye moyo wako leo, akufanye ucheke kama wengine. Biblia inasema furahini enyi wa mama tasa, maana watoto wenu ni wengi kuliko waliozaa mbele. Naomba Mungu wa dakika za mwisho aache kwa maisha yako leo, akupatie wimbo ambayo itanyamazisha wimbo zingine zote.
Nafikiri Sara alikuwa anaenda kuchekiwa. Akijisukuma hivyo anamuuliza, "Mama, unakuja kusimamia mjukuu wako?" "Hapana, ni mimi peke yangu." Kwa sababu wimbo ya Sara inavuta wimbo ya wamama wote waliozaa mbele yake, kwa sababu ni muda wa Mungu. Mungu akija, hata akikaa ni kama amechelewa, anapokuja anakufanya unakaa kama unaanza historia mpya. Naomba Mungu akuje kwako leo. Naomba mbingu zikuje kwako leo. Naomba Mungu wa masaa za mwisho aje kwa maisha yako. Masaa za mwisho ni nini? Masaa za mwisho ni wakati barua ya kufutwa kazi imeshaandikwa, wakati imeshawekwa muhuri, wakati imeshakubalika, na wakati wakubwa wote wameshapatana. Itakuwa hivyo. Alafu kitu inafanyika ambayo inafanya wote wanashindwa kwa nini hawajakupea hiyo barua, na miaka inasonga mpaka wanakuja kureplace, wanakuandikia ya siku yenye una retire. Wanajiuliza what happened? Mungu wa masaa ya mwisho alisimama. Naomba Mungu mwenye anabadilishaga historia abadilishe yako leo. Nasema Mungu abadilishe yako leo. Nasema Mungu abadilishe historia yako leo. Sara alijua ni masaa ya mwisho. Hapa sasa mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, siku zake za kuishi si nyingi, nayo jaa taabu. Wema wake wote ni kama ua, akikaa sana ni miaka 70, na ama akikawia ni miaka 80. Hiyo ni andiko liko linasoma, usifikirie niko nasema tukianafikiria. Hiyo ni andiko, yani Zaburi 90, na naelezea vizuri. Lakini Sara ameshakuwa 90. Manake alishaishi akakaa sana, na sijui ya tatu, kwa sababu ukiishi ni miaka 70, ukikawia ni miaka 80. Sasa hii ya tatu sijui alikuwa amefanya nini, lakini ameshaishi akakaa sana, tena akakaa. Afrika leo tunakuwa na wamama ambao wana attain menopause wakiwa 40, na inakuwa hivyo kabisa, na inaenda hivyo. Anatuambia chakula tunakula ni mbaya nini. Ikienda 50, kigonga hii 50, kwisha. Lakini Mungu akaangalia Sara, akasema wewe gonga tu 90, mimi sina shida na 90, niko na shida na Isaac. Kwa sababu Isaac angelizaliwa mapema, hangelifanya kile Mungu alikuwa anamwandalia. Kuna vitu fulani ambavyo Mungu huandalia mtoto fulani, na ndiko maana Mungu either umchelewesha ama umleta mapema. Ninatangaza chochote kile Mungu alikuumbiaga uwe, kwa hii dakika ya mwisho ya maisha yako, mbingu zikufanyie nayo, mbingu zikushangaze nayo. Shida ni kwamba tukiwa na watoto tunakuwa tunaangalia wote sawa tu, na unasikia mzazi mwingine anasema, hii mimba niko nayo ninataka akue kijana. Kicha kizaliwa msichana, nilikuwa nataka kijana. Unaona katoto kanakomaa kasichana, lakini tabia za vijana. Kumbe mama nikalaaniaga kakiwa tumboni, anataka kakweka kijana. Ndio unaona tabia za katoto ni kasichana, lakini kamzoeanaga tuna wasichana wengine, akatakaki kuzoeana na vijana kwa sababu ni kakijana. Navunja laana za wazazi kwa jina la Yesu. Navunja laana za kufanya watoto wetu homosexual. Unapata mtoto nasema wewe ni msichana lakini nilikuwa nataka kijana. Sasa unataka nini? Kwa hivyo hiyo matakwa ya mama ama matakwa ya baba inaanza kujengwa ndani ya huyo mtoto. Anakomaa na ujana, lakini alikuwa anatakikana awe msichana. Sasa nguvu za vinywa na maneno ya wazazi vinamfanya kukaa kama msichana. Natangaza kwa jina la Yesu, kinywa yoyote iliyotajwa juu ya maisha yako ambayo imefanya maisha yako isiende vile inafaa kwenda, ivunjike siku ya leo. Na ivunjike siku ya leo. May the Lord break every wish which has ever been placed on your life, which is against your destiny. May the Lord break it by fire and by thunder in the name of the Lord. Akawauliza, unafanya nini hapa? Wakasema, hakuna mtu
aliyetuajiri. Kuna watu wako hapa, hata nikuibie siri, ni kwamba Mungu anawajua, lakini ukiwaangalia unaweza kuwadharau. Hawana kitu, hawana chochote, maisha yao inaenda kando, unajiuliza nini mbaya, na wengine wanaweza kudharauliwa. Acha nikuibie siri, haujafanyikiwa na Mungu kwa sababu unajua kufikiria. Kuna watu wanajua kufikiria zaidi yako. Rafiki yangu, acha nikuibie siri, doctors wengi hawanaga viatu. Akili inabeba sana, lakini sijasema madaktari wa kutibu, wenye wamesoma sana. Unakutanaga viatu imeisha, unamuuliza ni aje, anakwambia bado naamini kupata kazi, nimeandika proposal nyingi. Halo, lakini wewe una kazi nzuri, hata hiyo certificate yako tukienda kucheck vizuri lakini una kazi. Shida ni kwamba maringo inapoingia tunafikiria, unajua ninafaa kufanya hivi kwa sababu I am among the excellent employees in our place. You are not among them. The best are outside. Hello? You are where you are because of grace. You are where you are because God has appointed you to be there. I told you one day a man called Elijah made a mistake of trying to tell God that ninabaki peke yangu nabii ambaye hajakunja goti yake mbele ya Bali. Mungu akamwambia, Elijah, you are wrong. I have 7,000. Katika hiyo mji ndogo hapo nina watu 7,000 ambao hawajakunja goti yao mbele ya Bali. Wewe uko tu hapo saa hizi kwa sababu nimekuweka hapo. Inamaanisha nini? Wahubiri wazuri kutoka Kongo, Bukavu, Ibanda, kwetu Panzi ni wengi sana, kama 7,000 ambao Mungu anaweza kuleta Kenya na akawapatia kujua Kiingereza na wakasimama wakahubiri vizuri bila kuwa na shida yoyote. Niko hapa kwa neema. Nisikuja kufikiria mimi huyo the best. You know I am the best and we are not. He perfects us for his own glory. Shake your neighbor, tell your neighbor, may the Lord of 11th hour visit you today. Akija usiringe. Hallelujah. Mungu wa dakika za mwisho ni Mungu ambaye anaangaliaga neema inayoanguka juu ya mtu, sio masaa ambayo mtu anafaa kutumika. Tuko pamoja? Kuna watu ambao wako hapa, wazazi wenu hawajaokoka na wameanza kuzeeka. Natangaza hamtaenda mbinguni wazazi wenu wakienda kuzimu. Wazazi wenu hawataenda jehanamu mkienda mbinguni. Natangaza nyinyi ambao mnasikia sauti yangu, mbingu ziwape neema, watu wenu waokoke kwa dakika za mwisho, watu wenu waingie mbingu kwa dakika za mwisho, kwa sababu tunamtumikia Mungu wa masaa yasiyo tarajiwa. Haleluya. Umekuwa ukiomba, umeombea vitu, umeshaona unaombea vitu mpaka vitu vinaanza kukuombea. Unaomba. Kuna mtu hata mmoja, yeye ni mama, alikuwa anafanya naomba mpaka watoto wake wanaanza kumwambia atasema nini ya kufuata. Wameshafanya memory verse ya maombi yake. Ameshaomba. Anajua watoto wake kuna a certain plan Mungu anaenda kufanya kwa maisha yetu. Mpaka kila siku watoto wake wanamwambia, mama wa maplan. Mama akawaambia watoto wake, nilikuwa pale Bujumbura, nilikuwa kwa huduma nikiomba. Mungu akaniambia kuna kitu atafanya kwa maisha yangu. Ni sitakufa mpaka nione Mungu akifanya hiyo plan kwa maisha yetu. Na watoto wake wanakwambia, mama wa maplan. Na miaka ikaenda. Na siku moja tu plani zikaanza kupasuka. Halo? Hizo plani zikaanza kupasuka. Kwa wale watoto wake walikuwa wanamchekea. Wengine wao ukiwasikia alikuwa anasema kwa French inaitwa plan merveilleux. Watoto wake wanaambia mama wa plan merveilleux. Maana yake mipangilio ya kimaajabu Mungu ataenda kufanya kwako.
Nakumbuka siku moja hata mimi nilienda nikamwambia, na hivi mambo ni magumu, hiyo mipangilio ya kimaajabu iko wapi? Akacheka. Na siku moja tu yalianza kupasuka, milango yakaanza kufunguka, na moja ya hiyo mipangilio ya kimaajabu ni mimi ambaye Mungu alimfanya nikiwe kenye niko leo, kwa sababu Mungu si mzalimu. Akisema atakuinua, hata ikichukua miaka, hata muda ukipita, hata watu wakiketi na wanene, hata watu wakicheka, muda wa Mungu ukifika, vinaweza kuwa ni nyuma zaidi ya mafikira yako, lakini atakuinua. Natangaza huyo Mungu ainuaye watu akuinue siku ya leo. Huyo Mungu akumbukaye watu akukumbuke siku ya leo. Kama unanisikia mpatie makofi mazuri. Mbingu zinataka na sisi tuingie katika idara ya wafanyakazi, tuingie katika historia ya waliokumbukwa, lakini shida ni kwamba tunaangalia masaa na tunaogopa. Tunaangalia masaa na tunaona ni kama muda inaenda. Halo, tunaangalia tunagundua, jamani, hata kama tumengojea sana. Na kuna wengine hata wanangojea na hawajaanza kuongojea. Niliwaambia msichana mwingine ilikuja kwangu, inaniambia, pastor, niko na shida. Nikamwambia, shida yako nini? Unajua shida yako ni kwamba wanakuja wanaenda. Nikamuuliza, wanani? Eti wa chumba. Wewe una miaka ngapi? Kama 16. Nikamwambia, wewe toka urudi shule, wanakuja wanaenda wapi? Sasa wengine wetu tuko na shida kwa sababu tunataka Mungu akuje hata kabla ya masaa. Tunataka mbingu zitukumbuke hata kabla muda hujakuwa. Tunataka mbingu zitutembelee hata wakati Mungu hajasema. Sikiza nikuambie siri. Mungu akikupea maono, Mungu akikwambia ninataka uwe mtumishi wangu, usifungue kanisa. Enda ufunzwe utumishi ni nini. Mungu akikwambia nitakufanya tajiri, usitafute pesa kwanza. Taka ujue tajiri anakuaga namna gani. Shida tuko nao ni kwamba wengine wetu wamepata maisha kabla wapate character. Imetuharibu sana. Wengine wetu walipata mafanikio kabla hawajamachua, ikawaharibu. Halo. Sasa nimekuja kukutangazia hii, haujachelewa katika mpango wa Mungu, lakini anakuandaa ili kwamba umatch kinyo anataka kukupea. Kama unanisikia sema nasikia. Usifikirie kuna mtu atakufa hapa kati yenu nyote, atakufa akiwa mpangai. Eti you are renting a house. I refuse in Jesus' name. The Lord will give all of us houses, but not now. It will take time. Hello. Wengine watapata kesho, wengine watapata kesho yake, wengine watapata siku nyingine, wengine watapata baada ya miaka 10. It takes time. You wait upon the Lord. The problem we have, we are living in a microwave generation. Kila kitu tunataka uweke ndani, ufinye button, ifanye ting ting, unatoa unakula, unatoa imekuwa moto. Nakataa kwa jina la Yesu. Najua kwa maana tuko tunadanganywa kila siku. Unaona hapo hiyo namba inatembea hapo, chukua hiyo namba, ukituma 3,000 hapo utapata muujiza pa. Hakuna muujiza inaitwa pa. Niliwaambia kuinuliwa na Mungu sio shida, lakini process ya kuinuliwa na Mungu ndio shida. Wengi hawana muda ya kungojea kuinuliwa. Sote tunaweza kufanya miujiza. Let me tell you for free. Ukianguka tu kwa mikono ya devil worshiper akuonyeshe vile ya kutrick akili za watu, utaanza kuangusha watu hapa na tunasema fire. The process ya kuget fire ndio problem. Niliwaambia kifo cha Yesu hakikutuokoa. Process ya kifo cha Yesu ndio ilituokoa. Damu, mkuki, miiba, kila moja ilikuwa na sababu yake. Nikawaambia ingelikuwa Yesu alikuwa atuokoe kwa kifo, kwa nini angelikufa baada ya kufa akiwa mdogo? Bora walimkimbizia mizi. Hello. You need to endure the process. Time fact is very important. Kama unanisikia sema nasikia. Muda
katika kuinuliwa na Mungu ni ya maana sana. Ni sharti ndugu yangu, dada yangu, kaka yangu, ujue ya kwamba kuna muda ya kila kitu. Naweza kukuombea niseme kwa jina la Yesu naamuru pokea uponyaji, na mara moja unapona. Na pia naweza kukuombea na unaanza kupona pole pole. Hello? Kuna hiyo inaitwa instant miracle na kuna yenye inaitwa progressive miracle. Kama unanisikia sema nasikia. Sasa shida tuko nayo, sote tunataka instant. Nipate mume na nipate mtoto. Habari yako Maria? Tunabidi tuelewe kwamba katika hii ngazi za safari kunahitajika muda wa kukomaa. Kunahitajika muda wa kuchongwa. Kunahitajika muda ya kutengenezwa. Lakini kuna wakati yenye unangojea Mungu mpaka hiyo muda unachoka. Unasema Baba, nimekungojea mpaka nimechoka. Hiyo ndio nimekuja kukutangazia leo. Mungu wa masaa yasiyotarajiwa atafanya kitu kwako leo. Kuna mahali umegonga, ukanok, mambo yakakataa kufunguka. Mbingu zikufungulia leo. Nasema mbingu zikufungulia leo. Kuna mahali umejaribu mpaka umeshajaribu kitu mpaka ukazoea. Biblia inasema huyo mtu anaitwa Petro akatafuta samaki usiku mzima. Matime anazijua, matricks anazijua, maplans anazijua, mahali ya kuguza anajua, chochote anakijua, lakini hakuna matokeo. Kuna mtu ambaye yuko hapa amesema nimefanya kazi ya kutosha lakini sipati matokeo ambayo ninahitaji. Naomba Mungu wa masaa yasiyotarajiwa atembee kwa maisha yako kwa jina la Yesu. Naomba Mungu wa masaa yasiyotarajiwa atembee kwa kazi yako kwa jina la Yesu. Ukifanya biashara, siku yenye ulipata benefit kidogo, ikienda mbele kidogo, ikirudi nyuma, unarudi sana. Tena unaanza zero. Umeshafanya sako mpaka ukachoka. Shida unajua ni nini? Shida ni nini? Israeli kuja. Utaenda hivi mpaka hapo mahali watu wako na unarudi hivi. Kuja. Tembea. Umefika na mimi nimefika. Tofauti ni moja tu. Nimechoka kuliko vile amechoka. Lakini ameenda mbali kuliko vile nimeenda. Kwa sababu nguvu zangu hazikuniruhusu kwenda hivi. Niruhusu kuzunguka pamoja. Nasikia akili inazunguka. Wakisema nianguke hapa nitaanguka, sio upako. Ni kizunguzungu. Nimezunguka sana. Na yeye hawezi kuanguka, ameenda. Shida ni nini? Ni kwamba wengi wetu hatujui tutaenda wapi. Tuna uwezo wa kwenda, lakini nguvu zenye zitaturuhusu kwenda. Maana tuna miguu, lakini miguu haina nguvu. Mungu wa dakika isiyotarajiwa ni Mungu ambaye anawekaga nguvu wakati anaona kuna vyombo vya kubeba nguvu. Naomba akuweke nguvu kwa level yako leo. Inamaanisha stagnation. Kuzunguka mahali pamoja hivyo cheke. Shida ni nini? Anayezunguka mahali pamoja uchoka kama anaendelea. Lakini matokeo sio mamoja. Huyo ndugu ameenda sana. Ukipima hizo mita sijazitembea. Lakini hizo hatua zote amefanya, nimezihesabu nikazifanya. Sasa kuna watu ambao unafanya kazi kuwaliko, lakini wanafanyikiwa kukuliko. Naomba leo Mungu abadilishe historia yako. Nasema Mungu abadilishe historia yako. Kuna watu ambao ni very hard working. Wakitumika wanatumika sana. Lakini ikifika kwa matokeo yanakuwa madogo. Natangaza Mungu wa masaa yasiyotarajiwa aje kwa maisha yako na abadilishe historia yako. Hallelujah. Israel, unaweza kaa mahali unataka, you are a bachelor. You can sit strategically. 11th hour ni muda gani? 11th hour it
It's a time to resign and give up because it is too late and too bad and too hopeless. 11th hour, ama saa za hiyo saa 11 ni masaa gani? Ni masaa ya kuachilia sasa na kusema nimechoka, kwa sababu ni nyuma zaidi na sasa hakuna tena matumaini. Halo, nazungumza na mtu ambaye yuko hapa na amefikia masaa ya saa 11. Wewe umekuwa ukipasiu na wale ulikuwa ukipasiu na wao, unaona wameanza tena kutoka kazini, wameanza kurudi. Ulikuwa ukienda, kuna wakati tulikuwa na marathon kwetu na my trainer, nilikuwa nafanya marathon by the way, 42 I can go 41 kilometers. Tulikuwa tunatoka tunaenda mpaka kwa boda ya Rwanda na tunarudi kila asubuhi. I have some witnesses here. Wenye wanaweza kumbuka hiyo. Usione matokeo ukafikiri tuko healthier. Now, ama niaje kijana? Sasa trainer wetu alikuwa matata sana. Kumbe hajui. Alikuwa anajisifu sana, anatuambia mnajua Bukavu hii, mimi ni shabiki kabisa, mimi ni moto. Na sisi tukakuwa tunamshabikia, tunasema wewe ni moto. Siku moja wakaita sasa hiyo ya wa trainers, sio yetu sisi watu wa chini, wakaita trainers and they were 52. Wakaorganize, government yenyewe ndio ilikuwa na organize, wakakimbia. Akatuambia unajua kisi unaweza kahawa, unaendaga pole pole, then wakichoka unaenda haraka. Kumbi kuna tule ambato tunaendaga haraka na hatuchoki na tunarudi haraka. Trainer wetu akiwa iko na warm up, anaongojea wachoke aende. Akakutana na wale wenye wamefika mwisho wanarudi, akakutana nao na hajafika katikati. He came out the 52nd one. Nyuma yake hakukuwa na mtu, alikuja hata karibu ameanza kupeana zawadi tayari. Tukasema kama trainer wetu atakuwa hivi, sisi tutakuwa ni hiyo wakati yenyewe unakimbia, lakini wale ulikimbia na wao wanakuacha sana na wanarudi, wewe hujafika hata mahali mnaenda, una give up. Kuna watu kwa maisha wako hivyo. Mumeanza kazi pamoja na wengine, mumesoma pamoja na wengine, mumejaribu kila kitu na wengine, lakini wakaenda wakakuacha. Niko na ujumbe kwako leo. Kwa Mungu sio kama kwa wanadamu. Mungu hata kufanya uwe wa mwisho. Biblia inasema kuna wakati wa kwanza atakuwa wa mwisho. Inadependi na vile Mungu atageuza kalenda. Ninaomba mbingu zikuonee huruma leo. Mbingu zikukumbuke leo. Walioenda mbele zako washangae ukiwapita. Haleluya. Biblia inaniambia ya kwamba mtu anaitwa Elia akamwambia Ahabu, amka na uanze safari kwa sababu mvua inakuja. Na Ahabu alipoanza safari, Biblia inasema na Elia akakimbia kwa mguu, lakini akaipita magari ya Ahabu. Ile inaitwa divine speed. Walioenda mbele zako haijamaanisha watafika mbele zako. Waliotangulia mbele zako haijamaanisha watafanikiwa kufika mbele zako. Siku moja nilikuwa nikiongea na Pastor Tumaini, akaniambia, Pastor Ackson, kuondoka ya kwanza sio ndio shida, lakini vyombo vya usafiri unavyovitumia ndio shida. Unaweza ondoka hapa, na mfano wake aliniambia, akaniambia unaweza ondoka hapa kwenda Mombasa ukatumia Angel. Unajua Angel coach. Unaichukulia hapo Mudhurwa. Express to Mombasa 12 hours. Na ukisha kufanya 6 hours mnakufia njiani, mkifika Mtitwande, babu anaingia airport. Anaingia tu kwa Jambo Jet. Kisha 45 minutes anashuka Mombasa. Na wewe uko kwa Angel coach. Unashafanya 7 hours. Utakutana babu ameshamaliza kula Mombasa.
Aliponiambia hivyo nikagundua kweli kuna wale watu ambao wanaanzaga haraka na hawatafika haraka. Lakini wewe kwa jina la Yesu Kristo natangaza mahali pote uliko, mbio za kimungu zije juu yako. Spidi ya kimungu ije juu yako. Miguu yako iwekwe nguvu kwa jina la Yesu Kristo. Uende na haraka za kipekee kwa jina la Yesu Kristo. Ufike kabla waliokutangulia wafike. Ninaikiri kama mtumishi wa Mungu. Mungu akufikishe haraka. Sasa Elia alipofika, nafikiria Ahabu alikuja akakutana Elia akamuuliza ulitumia nini? Inaitwa divine speed. Mungu akiweka haraka kwa maisha ya mtu, Mungu ufanya yaliyochukua miaka yaje haraka haraka. Niliwaambia hapa siku moja, nilienda Kigali na nikaacha unabii juu ya mwenzetu ambaye alikuwa hana watoto. Kwa hiyo wakati nilipoenda Kigali nilikuwa na watoto wawili. Nilikuwa na Gladys na nilikuwa na Steven. Na nikaenda nikamwachia unabii, nikamwambia Mungu anaenda kumpea watoto. Leo sisi tumekuwa tukiangalia hizo picha na wewe. Sasa hizi vitu tunaongea iko na watoto wanne. Aliniambia na sitatosheka. Nilikaa sana bila watoto. Nimeambia mama kama kila mwaka tunaweza kubarikiwa. Hata nikiweka speed sidhani kama nitafikia wanne haraka. Alikuja na akatupita. Kutangulia sio kufika. Halo. Kuna vitu ambavyo Mungu amekuwekea kwa maisha yako ambavyo vinafaa kufanya kazi kwa muda huo, sio saizi. Ukivihitaji saizi utadispoil. Right now as we are talking, sindio? As we are talking, a very simple example. I have to be very careful. Ni example gani ninapeana? Barada, mtoto wako kwa wapi? Leta. Nipeane kwa yeye mfano. Leta yeye, kuja. Kuja nimpeane kwa mfano. Huyu hata nikimpea hii, unaona vile amechukua hatari. Alo, unajua nani anafurahi saa hizi? Huyu jamaa ajali. Nilitaka sema nirudishie lakini enda tu. Huyu jamaa umri wake haumruhusu kujua value ya kenye nimempea. Itabidi ichukue muda. Anaenda atapelekea bibi yangu asahau kupelekea mama yake. Alo, itabidi ichukue muda ya kukomaa ili kwamba huyo mtoto ajue maana ya kenye nimepewa. Lakini saizi babake saizi alipoona tu nimemweka kwa mkono, akajua hiyo ni kilo ya nyama, hapa kuna mfuko fulani ya unga na kaumena kingine kasukume pembeni. Kwa sababu inalingana na umri wa kukomaa kujua mamlaka ya miujiza. Ninaomba Mungu akukomalishe uelewe ya kwamba hajachelewa, anangojea muda unaofaa. Hajachelewa, anangojea masaa ambayo yanakufaa. Hiyo masaa iwe leo kwa jina la Yesu. Nasema hayo masaa yawe leo kwa jina la Yesu. May the hour of blessings come upon you today. The Lord was not delaying your miracle. He was waiting for this hour so that he may perform it, because your miracle matches your hour. Naomba Mungu asaidie mambo uliyoyaomba kwa miaka yatimie kwako leo. Naomba Mungu afanye mambo uliyoyatarajia kwa miaka yaje kwa maisha yako leo. Kama unaamini sema haleluya.
hayajachelewa. Mbingu hazijachelewa. Mbingu zina mpango, lakini mpango unafaa kulingana na vile mambo yanaenda. Kuna mambo katika maisha yako ambayo Mungu angeliyafanya mapema, yangelikuwa ya kuharibika, lakini kwa sasa yanapatana. Mbingu zikutendee. Nasema mbingu zikutendee. Kuna marafiki Mungu angelifanya mwende nao vizuri, usingelijua ni wa aina gani. Walibidi wakukule pesa kwanza, ili kwamba useme na amekula pesa yangu, na akatai kukusalimu, na akatai kusimamisha gari. Ukisha kumjua, alafu Mungu anakufanya unapata zaidi ya hiyo, unaelewa, haikuwa Mungu kunifanya nipoteze, ilikuwa Mungu kunifunza nani ni nani. Naomba Mungu wa mbinguni akutanishe muujiza wako na masaa yako, akutanishe muujiza wako na umri wako kwa jina Yesu. Mungu alijua ya kwamba Sara amepata mtoto na haifai Sara akufe bila kuona huyo mtoto, akaongezea Sara miaka. Halo. Mungu alijua ya kwamba Abraham amepata kijana na Abraham hawezi kufa bila kuridhisha kijana, na kuridhisha kijana ni sharti awe na mke. Ilibidi Mungu angojee Abraham apate mke ili kwamba Abraham aondoke. Muujiza wako utamatch. I say your miracle will match. Let me tell you the truth. If I could only marry 3 years before the time I married, I could be marrying a wrong person. Ningelioaga tu hata mwezi moja kabla ya kujua kenye Mungu anataka, ningelikuwa naoa vibaya. Lakini Mungu tunasema, Mungu chochote anataka unipe tu. Akupe tu. Niki nikitakuja kwa njia yangu nitachukua tu. Utachukua mwiba itakudunga. Haijachelewa muujiza wako. Imengojea masaa yanayotarajiwa. Tuko pamoja? Biblia inasema kwa kitabu cha Zaburi ya kwamba kibali ama the divine favor haijachelewa kwa maisha yako, but it is waiting for the appointed time. Hello? Inangojea muda ambao Mungu alioahidi juu yako, ili kwamba itakapokutana ili match. Tuko pamoja? Esther angesemaga amechelewa sana kuolewa, atafute kajamaka huko kwao kamuoe, angekuwa nasikia historia tu za nyumba ya mfalme. Lakini alipongojea kujua nini Mungu anapanga, ilipokuja kwake ikawa ni yake. Kenye unajipea hakiko chako, kenye Mungu anakupea ndio chako. Kama unanisikia sema amen. Kuna vitu watu wamejipea, na unasikia mtu anasema amepigwa uso kafura hivi mdomo jina ikatoka. Ukimuuliza anakuambia alichokiunganisha Mungu wanadamu wasikitenge. Na kama sio Mungu alikiunganisha, kama sio Mungu utakufia huko. Kimbia. Hello. So if you want to be sure of what you are doing, always wait on God. Ngojea Mungu akupatie. Chochote Mungu atakupea ni sure. Kama unamsikia sema amen. Mungu wa masaa yasiyotarajiwa ni Mungu ambaye anakujaga wakati akili za watu zimechoka. Kila mtu ameongea kukuhusu na akamaliza. Kila mtu amesema chake na akamaliza. Rafiki yangu mwingine akaniambia, Pastor Axel, nimengojea nikachoka. Nikamwambia kwa nini? Akaniambia ilikuwa ni miaka 2 ama 3 ningeelewa, lakini miaka 12 rafiki yangu ninangojea. Nikivuka tu hii mwaka, muujiza yule mama wa kutoka damu inavunjika nao. Ndio nilikuwa naaminia hako. Halo. Nikamwambia hiyo ikivunjika, enda kwa ya Abrahamu, ilichukua miaka 25. Axel, miaka 25 nitakuwa nimekufa mimi. Halo. Lakini Mungu alipokuja kwake na kumpatia mtoto, saizi mtaa wote wanaimba wimbo yake. Saizi mtaa yote wanaongea kumuhusu. Saizi kila mtu anasema, kama kuna mtu anaweza kuuliza habari za Mungu, za miujiza, uliza huyo. Halo. Lakini mbele kabla hajapata mtoto ilikuwa, kama kuna mtu anajifanyaga kuomba ni huyo.
anaombaga nini? Anaombaga nini? Tulianza kuomba pamoja. Watoto wetu wameshaanza kuoleka. Yeye anaangalia na wanaombaga nini? Ngojea Mungu akupatie mtoto kwa wakati ambao watu watarajii. Kila mtu atasema kama kuna Mungu mbinguni ni Mungu wa huyo. Naomba Mungu abadilishe ziaka za watu wanaokuchekelea na wakushuhudia kwamba kuna Mungu ambaye unamtumikia kwa jina la Yesu Kristo. Nimewapea hiyo ushuhuda mara nyingi sana ambao tuliombea mtu na yeye ambaye alikuwa na wanaelekea 60 bila mtoto. Na Mungu akawapea mtoto. Unafikiria hiyo ni habari ya kuficha hiyo? Mama alipofikisha miezi 8, baba akamwambia, nataka twende wapi huko nje? Thailand. Nataka twende Thailand ili kwamba uzae bila magumu. Kwa sababu mzee mwenyewe konaona hii ni kitu yenye sielewi. Mama anaelekea miaka 60. Acha twende Thailand. Hello. Inawezekana mama atakuwa anajua Thailand ni wapi. Lakini akakatoika na mpeleka Thailand. Lakini mama kinafika Thailand. Lakini napata mtoto Thailand. Paka kikirudi kinataka na piano shule kinasema nilikuwa kwa maternity Thailand. Ushuhuda zingine zenye hazikukua kwa mpango. Lakini iliyofikiria ndio kuchelewa, kumbe inajenga ushuhuda. Asema hivi, wewe mtoto wangu nilimpataka nikiwa 60. Mlete nimuone. Kila mtu anataka aone mtoto mwenye alipataka wakiwa ni miaka 60. Na kasoma mama alikapataka tu watu kawaida, kanapita tu. Hakuna hata mtu anakajali. Mungu akufanye kicheko cha adui zako iwe ni ushuhuda wako wa leo. Nasema walioicheka jana, Mungu aifanye ushuhuda leo. Waliokucheka jana, Mungu awashangaze leo. Haleluya. Mungu wa masaa yasiyotarajiwa. Kuna watu wangeliangaliwa kwa uso, hawangelikubalika. Kuna watu wangelitafutwa kuwa watakuwa nini, hawangelikuwa iko. Lakini uko mahali huko inamaanisha kuna mahali unaenda. Ukienda saa hizi kwa makaburi uangalie watu ambao wamefariki wa umri yako, utapata hata wenye walizaliwa siku moja. Na wengine wanabeba hata jina zinafanana yako. Aksanti Lufungulo. Ni sana mtu ndio inapishana, lakini naye anaitwa kama mimi. Na alizaliwa tu hiyo siku, lakini yuko chini. Kama ungali unapumua, kuna mpango ya Mungu juu yako. Kama ungali unaishi, usiruhusu mtu akushtue. Usiruhusu mtu akushtue. Na usiruhusu mtu akupotezee muda. Fanyia Mungu kazi na nguvu. Fanya kile unataka kufanya na uweza. Niliwaambia wengine wetu, maisha yetu hii pumzi tunapumua ni kwa sababu ya patano tulifanya na Mungu. Wengine wetu tunaishi bonus. Tulikuwa tumeshakufa, lakini tunaishi bonus. Sasa tukifanya mchezo hatuko. Mimi hakuna mtu anaweza kunidistract kwa mambo ya Mungu. Because you may know everything else, but you don't know the point yenye nafanya ninaishi. Ni Mungu anayejua na mimi. Na ndio kwa maana ukinikutana ninasifu, ninaruka. Unasema na hiki kinaruka namna gani? Kinakoka kinazao kama kile kiovasia. Uvasia hainifanyii kitu. Unajua mavasia wangapi wamekufa? Kuna kitu ambayo ni siri inaofanya unaishi leo. Usiipoteze kwa maisha yako. Tikisa jina lako, mwambie mtu asikuogopeshe. Tumikia Mungu sana wewe. Serve God, live for him. Ni Mungu wa masaa yasiyotarajiwa. Atakupatia kicheko wakati wengine wanatarajia machozi. Atakupatia ushuhuda wakati wengine wanajua ameisha. Niliwaambia wakati Absalomu alijua Daudi ameanza kuonekana mahali hizo, anataka kushikwa. Daudi akalia machozi ya nguvu na maombi ya nguvu. Na Daudi alilia akasema nini? Mungu, usiniache wakati wa uzee wangu, wakati adui zake wanaposema mkamateni, maana nguvu zimemwisha. Daudi alipoomba hiyo ombi, nywele za Absalomu zikashika juu ya mti na akafariki.
Kuna wale ambao wanajua sasa tumekufikisha kwa kona. Basi nitakuibia siri leo. Hiyo kona adui zako wamekuweka ndani ndio mwanzo ya ushuhuda wako. Nasema hiyo kona adui zako wamekuweka ndani ndio chanzo cha ushuhuda wako. Ndugu za huyu anaitwa Yusufu wangelijua ya kwamba Misri ndio panakiti ya Yusufu, hawangelimtuma huko. Walimtuma Misri wakifikiria wamemaliza, kumbe wamemwanzisha. Ndio kwa maana wakati walienda kumuomba msamaha, Yusufu akaangalia akamwambia, nimeshawasamehe kwa sababu si nyinyi mlinituma huku, bali ni Mungu alinituma huku. Alitumia tu njia ya betrayal kunifikisha hapa, lakini Mungu nituma nyinyi, ni Mungu alinituma. Naomba kila adui yako kwa kona mahali amekuweka akuanzishie ushuhuda hapo. Natangaza kila yenyewe walitarajia iwe ni setup yako, Mungu aifanye kuwa comeback yako kwa jina la Yesu Kristo. Kila kona yenye walifikiria hapo ndio utaishia, Mungu afanye hapo ndio uanzie. Kila mahali walitarajia hapo ndio mwisho, Mungu afanye hapo pawe ndio mwanzo. Mahali walijua sasa hapa amekufa, Mungu afanye uanzie hapo. Haleluya. Nasema Mungu afanye uanzie hapo. Nasema mbingu zifanye uanzie hapo. Shetani akajua nikifikisha Yesu msalabani nitakuwa nimemaliza yeye. Kumbe hiyo msalaba ndio itatomenti yeye maisha yake yote. Tatangaza mahali pale wanakupeleka, mahali pale wanakusukuma, kwa hiyo kona wanaenda kukufikisha, Mungu awashangazie hapo. Nasema mbingu ziwashangazie hapo. Nafikiri Penaina alikuwa anakuja kila siku, anaangalia hivi Ana kwa uso, anamwambia Ana, unafanyaga nyama nini wewe? Anambia, kwa nini? Wananipeaga kilo 3, wanakupea 6. Nani wanaikulaga kwa nyumba yako? Ana anashindwa, anajiuliza ni nini inaendelea. Ana akipita, Biblia anasema njoo ule. Kenya mko na neema sana. Kenya ukifanya harusi wanaweza hata kukuruhusu ukae miaka fulani, wanasema honeymoon. Kwetu watu wanakuwa wanatarajia mtoto ni kama na wao walikuoa. Unafanya harusi leo, baada ya mwezi moja ameshaanza kutematema. Mnasema hapana, hajaanza. Wewe tulikwambia wewe unaoa mtu amezeeka, wewe unaambia hapana, huyu mtoto mdogo. Ndio kwa wazazi na tu historia tunaanza, utakosa amani. Lakini leo ninakuja kutangaza kwa jina la Yesu. Wewe wamekuongea ama hawajakuongea, Baba wa masaa yasiyotarajiwa akushangaze kwa jina la Yesu. Nasema akushangaze kwa jina la Yesu. Sasa ukiwa unangojea mtoto, acha ifike tu mwaka moja, kila mtu anaanza kuongea. Tuombe pamoja na ndugu yetu alijiletea magumu. Tuombe pamoja na dada yetu. Ndio unaona dada wanakuwa waombaji sana, hawatokaji kanisani. Kila siku, Baba tukumbuke. Baba anawakumbuka. Baba yuko na mpango. Ungejuaje watu wanaongeaga? Kama Mungu angelikufanya tu kidogo hivi, ichukue kama muda, alafu ashangaze. Naomba Mungu ashangaze maisha yako. Rafiki yangu mmoja ni mhuduma mzuri sana. Anahudumia Mungu sana kwa wimbo, anafanya kazi sana. Na wakachelewa kupata mtoto. Na walipochelewa kupata mtoto, watu wakawaongea sana. Watu wakawaongea, watu wakasema, ili kwamba awe mtu mkubwa kwa uimbaji, amepeana kizazi ili kwamba siwahi kupata watoto. Sasa tuliwaambia huyo ni devil worshiper. Acha niwaambie siri, hakuna mahali pagumu kupatia shida kama kanisani. Ukipata shida kanisani, church people are very judgmental. Very judgmental. Ndugu yangu, kabla tuombe, nataka utafakari maisha yako. Mahali gani ulianguka ili kwamba Mungu akurudie? Unaambia, kwani mimi nimeanguka wapi? Ni kusema tu, ni kuchukua
tutachukua muda tu ya kufikiri pamoja, kwa sababu yawezekana haya mambo yana sababu, yana msingi. Kwa hivyo tutaanza kwa ngambo ya dhambi. Kuna dhambi yote unakumbuka? Kwenda huko. Magumu sio dhambi. Alo, nikiwa na shida haijamaanisha nimefanya dhambi. Magumu mpata yeyote ule. Na Mungu, Biblia inasema mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana humponya na hayo yote. Kwa hivyo mateso ni sharti yatakuja, lakini Bwana ataniponya nayo. Wewe usianze kuniambia nimefanya dhambi. Unajua kuna watu ni psychologist. Hawako spiritual field. They were born psychologists. Kazi yao tu ni kuplay mind yako, wapull maneno kwa kinywa yako, alafu waende waelezee wengine. Nilipomwambia atubu, aliniambia kuna wakati alitawaga mimba. Nadhani hiyo ndio shida hiyo. Nilikwambia huyo hatapataga mtoto. Alipotoa mimba ni kama alitoa na uzazi. Huyo alikuja ni kama anakuja kukuombea, kumbe anakuja kuchukua maneno. Ninatangaza siku ya leo, Mungu afunge mdomo wako, usitoe siri zisizofaa nje, na baada ya muda Mungu awashangaze adui zako na kukupea ushuhuda ambayo ni ya kudumu kwa jina la Yesu. Nafikiri wakati Elkana ataingia kwa Penina anamwambia, Elkana, hata mimi nasikia kwa uchungu ya Ana. Namuoneaga huruma. Lakini vile niko naona hata waipata mtoto. Elkana anamwambia kwa nini? Hivyo tu. Wale wenye wanajiongeshaga karibu yako na upole, lakini wanaongea maneno ya kuua. Anaongea pole pole, lakini anaongea maneno ya kuua. Nilimwambia kwa kuna kabila huko kwetu wanaongeaga. Unasikia anaweza kuja na kusalimia, anamwambia mheshimiwa, baada niambia kuna baba mroji. Anakuita mheshimiwa, lakini anakutusi. Mheshimiwa, niambia kuna baba mroji. Hata kama unachapa utachapa huyo, na wale ndio watu wanatuzunguka. Anakupaka kama neno, anauma. Panya poliza. Anauma, anapoliza. Panya ikikuuma, unaweza fikiria huko mbinguni usiku. Unakuwa nasikia tuka utamu kwa mguu. Kumbe kucha imeisha. Wewe unazaliwa hapa Nairobi, wengine tulizaliwa Ushago, najua hiyo. Ulisahau kuosha miguu na ulikula samaki ukasahau kana wakitanda, usikao. Wakristo ni hivyo. Very judgmental. Chochote kile kenye unapitia kuna shida. Tutaomba pamoja. Kuna magumu. Hello. Let me go even deeper. Wakati mbingu zinanyamaza, marafiki zetu wengi unyamaza. Familia zetu watu wengi unyamaza. Wakati mbingu hazijajibu, hata wale tuliowatarajia watajibu, hawajibu. Ndugu yangu, unaweza scroll simu yako hivi, utafute mwenye utapigia umkose. Simu zote zinaenda mteja at once. Unajaribu, nitapigia. Na anapigia mwingine, anamwambia kimeanza kuita. Mambo ni magumu, msichukue. Na wewe unajiuliza what is happening? Wewe ngojea Mungu tu afanye kitu. Watakuja tulikuwa pamoja. Hatukukuwa pamoja. Nilikuwa peke yangu. Naomba Mungu anyamazishe mawazo ya watu juu ya maisha yako. Naomba Mungu ashangaze waliotarajia utaanguka. Naomba Mungu ashangaze waliotarajia utakufa. Kuna watu wakiangalia watoto wako hivi wanasema hawa hakuna mahali wataenda. Mungu ainue watoto wako wakiona dunia hii. Mungu afanyikishe kazi yako wakiona dunia hii. Mungu akupatie maisha marefu wakiona dunia hii. Mungu afanyikishe kazi ya mikono yako wakiona dunia hii. Mama mmoja akaja kauliza, Mama nikuulize. Mama yangu mzazi. Nikuulize. Mama akamwambia ndio. Sasa kama bwana yako amekufa na wewe haufanyaji kazi, utachunga wale watoto aje na vile ni wengi? Neno inafanana concern.
lakini ni uchawi. Mama akamwambia, huwa si wachungi. Hata wakati baba wao alikuwa hakukuwa na wachunga. Kuna kwaga mwenye na wachungaga. Oh, mnakuwaga na sponsor. Naomba Mungu ashangaze watu wako. Hiyo maneno ya huyo mama ni ya ukweli. Tuko 15, tutachungwa aje? Kumbe mshangao ni kwamba sio sisi tutachunga, ni sisi tutachunga mama. Hello. Am I talking to somebody? Mungu ageuze akili za adui zako na kuiconfuse kwa jina la Yesu. Mungu afanye kitu leo ishangaze kila adui yako, kwa sababu matarajio yao hayatakuwa vile walitarajia. Mungu wa masaa yasiyotarajiwa ainuke kwa maisha yako leo. Nasema Mungu wa masaa yasiyotarajiwa ainuke kwa maisha yako leo. Akuje wakati kila mmoja anatarajia hapa tunagonga mwamba, kisha washangae hapo pamefunguka. Biblia inasema si kwa majeshi wana silaha, bali kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Milima hii yote unayoyaona Zerubabeli yataondolewa mbele yako. Naomba Mungu aondoe milima mbele yako. Nasema Mungu aondoe milima mbele yako. Nasema Mungu aondoe milima mbele yako. Milima ambayo inashinda akili za watu, Mungu asiondoe leo kwa jina la Yesu. Mungu wa masaa yasiyotarajiwa. Wakati anakaa kidogo hajakuja, unakuwa wimbo, watu wanakuimba sana. Na kuna aina 3 ya marafiki. Na kama sio 3 ni 4. Wote 4 walipitiaga Ayubu. Unajua Ayubu? Wote 4 walimpitiaga. Wa kwanza alikuwa mke wake. Mke wake alikuwa na represent inaitwa nature. Nature. Are we together? Nature says if it is not working, you give up. Kuna marafiki kwa maisha yako wana represent nature. If it is not working, you give up. Akaambia mume wake, si utusi huyu Mungu ufariki. Hakusemaga utusi huyu Mungu tufariki, lakini tusi huyu Mungu ufanye nini? Nipate kuoleka tena. Alo, nitusi Mungu nifariki, wewe uoleke. Ndio Ayubu kikamwangalia akamwambia, mbona unaongea kama mwanamke mjinga? Akikumitaka mjinga, kilimwambia anaongea kama mjinga. Yeye mwenyewe ajijazi. Natangaza nature ikikuongelesha, usikubali. Nature ikikwambia kazi haiwezi kupatikana tena, usikubali. Haleluya. Ndugu yangu anaitwa Richard, akamaliza shule, akatafuta kazi, kazi ikakosekana. Kazi kila mahali anatafuta, kazi ikakosekana. Nikiwa Nairobi nikamwambia nitaingia kwa kifungo, nataka kuomba Mungu, na kitu moja yenye ataniambia nitakwambia. Nikiwa kwa maombi nikampigia nikamwambia, Mungu analeta mbele zako kazi 4, uchague ile unataka. Atakuconfuse. Si umeconfusewa kukosa kazi, atakuconfuse na makazi. Kabla mwezi haujaisha, zote 4 zikasimama mbele yake. Akaniuliza, tuchukue gani bwana? Nikamwambia, angalia niko na pesa nzuri na yenye nakaa ya kudumu. Alo. Kwa sababu wakati yenye hauna, nature inakwambia give up. But spirit inakwambia push again. Push means pray until something happens. Nature inakwambia give up. Umejaribu, umemwelezea, umejaribu, umefanya kenye anaweza, hauwezi, achana nayo. Nimekuja kukwambia nature is a wrong friend. Will disappoint you. But spirit, roho atakwambia endelea. Bado kuna matumaini. Biblia inasema ya kwamba pana matarajio. Hata mti ukikatwa utachipuka tena. Hata mti ukikauka na mizizi yake yakaanza kuoza. Hiyo ni kitabu cha Ayubu. Hata mizizi yake ikianza kuoza, bado kwa harufu ya maji itaamka tena. Nakuja kukuelezea leo mahali pote nature ilikwambia give up, do not give up.
Sasa jirani yako mwambie nature is not a good friend. Aina ya pili wa rafiki wa Ayubu alikuwa yule ambaye alikuwa anamwambia kila siku about experience. Look at your neighbor, experience. Look at your neighbor very well. Shake your neighbor. On my behalf, tell your neighbor experience. Unajua experience? Kuna marafiki wenye watakwambia experience. Baba, hii kitu hii tumeshaijaribu hii. Mtu fulani alijua kapima hii. Fulani alijua kapima hii. Fulani alijua kapima hii. Fulani alijua kapima hii. Wote wakashiba. Wewe ndio utaweza wewe. Friends who speaks of experience may be having facts but which are not relevant in your situation. Because you are beyond experience. You are born of the Spirit. Amen. Experience. Out of experience, my friend, we have tried A, B, C, D. We know that out of experience it cannot work. Mimi ninajua kama mtu mwenye hakusomaga hawezi kuongoza. Experience. I say what? Natangaza utaongoza na hujaenda shule kwa jina la Yesu. Nasema Mungu atakuinua na hujaenda shule kwa jina la Yesu. Mungu akona kupatia cheo, unaiketia alafu unasomea hiyo cheo. Yusufu alisomeaga wapi? Jela. Nauliza alisomeaga wapi? Out of experience. Poinolwa ni sharti umesoma. Alisomeaga wapi? My friend, I know out of experience you must be handsome to get a beautiful wife. Wapi? Kuna wanaume wengine unaonaga unaunganisha ndoa na simama hivi. Ukiangalia mwanaume unaangalia udada hapa katikati. Unaona kunaandikwa neema. Kuso na kai. Na kuweka peta hii. Hata unaangalia yeye mwenyewe hajata ataweka peta. Lakini kadada kanasema tukanamwambia ndio mume wangu. Nasema what? Hiki ndio kimume. Hakuna experience, ni neema. Usipokuwa challenged na nature, utakuwa challenged na experience. Usipokuwa challenged na experience, utakuwa challenged na justice. Nasikia mtu anakuambia kama hii yenyewe unaipitia, kuna mahali ulikosea Mungu. Justice. People who are full of laws. Hawawezi kuamini ya kwamba ni kipindi Mungu anataka kukuvusha, wanaamini ya kwamba ulianguka. Nimekuja kukutangazia marafiki wale wa kuambia umepitia kipindi kwa sababu ya dhambi. Hawako Roho Mtakatifu. Atufanyaye tukue convinced and convicted, it's the Holy Spirit. Not some thoughts, because hata shetani ndio wa kwanza to torment us with that. If you hear me say I hear. Shetani anakuja anakuambia hii ndio unapitia. Ni kwa sababu yake. Kwa sababu yake. Njoo unakutana umechukia kila mtu around you. Na some of the men of God wameichukua saizi. Kazi yetu ili kwamba unifurahie zaidi. Ni sharti nikwambie kama kinyoko napitia ni fulani amekileta. Mpaka nikasikia prophet mwingine anaenda anaambia mama kanisani. Mama anakaa tu huko nyuma. Mama. Wanako kahaba sana. Mama kaambia kweli baba? Ndio kahaba sana. Kuli mama ndiye mama mchungaji anakaa huko nyuma. Na mchungaji anakaa mbele. Na prophet alitoka huko Ghana. Mchungaji anataka kuangalia nani wananjia wanafika hapa. Anaona ni yeye. Mama karibia kaambia, mwanangu ndiye mchungaji. Ndio, ninachukua. Ndio mchungaji wa hapa. Ndio, ninachukua. Nikahaba katika mambo ya kimungu. Anafanya kazi ya kimungu katika ukahaba kijuu ya kiroho. Kwenda huko hakuna kitu kama hiyo kiroho. We love to be played. Tunapenda kuchezewa sana.
Halo. Siri tu moja ya Mungu kuwa Mungu wa masaa yasiyotarajiwa ni moja tu. Biblia inasema wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya, watapaa juu kwa mabawa kama tai. Usitafute siri mbele, mngojee Bwana. Nasema usitafute siri ngapi? Mngojee. Simama kwa miguu yako. Wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Mahali pote pale ambapo roho yako ilikuwa imeanza kuchoka na kuvunjika, nataka kuomba nguvu mpya. Nasema nataka kuomba nguvu mpya. Nataka kuachilia nguvu mpya juu yako. Nataka kuomba mbingu zikupe nguvu mpya kwa jina la Yesu Kristo. Inua mikono yako mbele za Bwana. Sema, ee Bwana Yesu, nilikuwa nimechoka. Niliona masaa yameenda. Nilikuwa nimejiumbia mawazo mengine. Lakini leo nimegundua ya kwamba wewe ni Mungu wa masaa yasiyotarajiwa. Leo haijalishi imekuwa saa ngapi, unikumbuke. Naamini una mpango nami na utaniwezesha. Sitashindwa kwa sababu wamesema. Sitaanguka kwa sababu wamesema. Mambo hayataharibika kwa sababu wamesema. Majira yanakaa ni ya jioni, lakini wewe utanilipa sawa na majira ya asubuhi. Nimeisikia leo, nimeiamini leo, na ninaitarajia kwangu kwa jina la Yesu. Patia Bwana makofi mazuri. Angalia jirani yako, mshike mkono, mwambie jirani, na kubariki leo kwa nguvu za kimungu. Natangaza kwako Mungu wa masaa yasiyotarajiwa aje kwako akushangaze. Jirani yangu, yawezekana ulikuwa umeamua kuchoka, kukata tamaa. Yawezekana kazi iliharibika, mafanikio yakapotea. Leo ninakukiria na tabiri. Tafuta jirani yako, mwangalie vizuri, Kuwa na jirani, make sure uko na jirani. Mwangalie, mwambie leo na tabiri kwa jina la Yesu. Mungu wa masaa yasiyotarajiwa akushughulikie. Ushuhuda wako utakuwa mkuu kwa sababu wewe ni mkuu. Ushuhuda wako utakuwa mtamu kwa sababu ni wa masaa ya mwisho. Jirani yangu, Mungu atakapokutendea usisahau kumshukuru. Jirani, nabariki maisha yako. Yeyote aliyekulaani, nafuta laana. Yeyote aliyekupinga, nafungua maisha yako. Kutoka leo utakula, utakunywa, utaishi, utabarikiwa. Uzao wako utainuliwa. Sikiliza na kutangazia kama nabii wa Mungu, wewe ni wa baraka, wewe ni wa maana. Kicheko kiwe kwako kwa maisha yako. Kutoka leo machozi yako yawe ya furaha, machozi yako yawe ya maombi, machozi yako yawe ya mafanikio. Jirani yangu, na kuheshimu na ninamheshimu Mungu wangu kwa yale anaifanya kwako. Kutoka leo usiseme umekwisha, usiseme umeshindwa, usiseme hutaweza, usiseme umechoka. Useme kwa yeye atutiaye nguvu tutashinda na zaidi ya kushinda. Useme tunayaweza yote kwa kupitia Kristo atutiaye nguvu. Jirani yangu, akili zako zibadilishwe, mawazo yako yabadilishwe, maono yako yabadilishwe. Kutoka leo mbingu zikufanikishe. Waliokukataa wakutafute, uliohitaji ulipate. Haja ya moyo wako uje kwako, uchungu wa moyo wako uondoke.
Naachilia raha juu yako, naachilia furaha juu yako, naachilia furaha juu yako. Fungua kinywa chako kwa dakika moja, ombea hiyo mkono unashika. Fungua kinywa chako kwa dakika moja, ombea hiyo mkono unashika. Ombea hiyo mkono unashika. Kiri baraka juu ya hiyo mkono unashika. Kiri mafanikio juu ya hiyo mkono unashika. Kiri uwezo juu ya hiyo mkono unashika. Tangaza mafanikio. Declare and decree. Kiri baraka, kiri mafanikio. Kiri neema. Muda wa machozi umeisha. Muda wa kulia umeisha. Muda wa kushuka umeisha. Muda wa kukanyaga umeisha. Muda wa kuonewa umeisha. Muda wa mafanikio umekuja. Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, kwa uweza wa nguvu za damu ya Yesu Kristo aliye hai, umeomba. Amen. Shangilia Bwana kwa makofi. Son, whatever made you to bring this, may the Lord of the Word connect that word in your life. In Jesus' name. Lift up both hands before the Lord. Say, surely goodness and mercy shall follow us all the days of our lives, and we shall dwell in the house of the Lord forever and ever. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. God bless you, God bless you, God bless you, God bless you. God bless you. See you on Tuesday at 6. We will be here to receive from the Lord. God bless you. And let me request ushers to place for me some seats there. I will be having a meeting with leaders right now.